Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Visosa Media. Kama ndo mara yako kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana Chanuo ni kiboko. Leo hii ameweza kufunga ndoa nyingine na kaka yetu. Na kaka yetu anaenda kwa jina la JJ Kiboko. Sasa kulikuwa na maswali mengi watu wamekuwa wakijiuliza katika kila hatua ambayo amekuwa akipitia bibie Chanuo, na wengi wao wakasema kwamba hii ndoa ambayo iliyoweza kufungwa haitoweza kudumu hata kidogo, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi ambayo yanayoendelea, na wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba Chanuo siku zote huwa hadumu kabisa kwenye swala zima la ndoa. Sasa hii ndoa haitoweza kudumu kwa muda mrefu, na hii ni kutokana na vile ambavyo mambo yalivyo. Sasa kuna sintofahamu zimeweza kuzuka, na inavyosemekana kwamba Chanuo, mwanaume ambaye aliweza kufunga naye ndoa siku ya jana, ni mume wa mtu. Sasa hili jambo limewafanya watu wengi sana waweze kujiuliza maswali mengi na kusema kwamba hii inawezekanaje, na kwa nini yameweza kutokea haya yote wakati huu, wakati wapo kwenye mahusiano ya kawaida. Hapakuwa na mambo ya haya ambayo yanayoendelea, lakini majibu ya maswali yenu yameweza kukamilika, na leo hii tumeweza kuona ni namna gani bibi Chanuo alivyoweza kufurahia maisha yake ya ndoa pamoja yeye na mume wake. Na tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vitu vingi na kusema kwamba Chanuo ni kawaida yake yeye kuweza kuolewa na watu ambao kidogo wamemzidi umri, na mara zote amekuwa akitamani pesa za hao tu za wanaume. Lakini mwanaume wake yeye kwa upande wake aliweza kumtetea na kusema kwamba Chanuo ni moja kati ya mwanamke ambaye mrembo na ni mzuri pia, hivyo sidhani kama ameweza kufuata pesa kwenye maisha yangu, kwa sababu ni mwanamke ambaye anajielewa na anajua ni kitu gani ambacho anachokitaka. Hivyo hayo mambo ambayo mnaoyaongea ni vyema mkayaacha, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ameweza kunifanyia kwa upande wangu. Sidhani kama amekuja kwenye maisha yangu kwa ajili ya pesa. Kama angekuja kwenye maisha yangu kwa sababu ya pesa, basi nafikiri kuna baadhi ya vitu vingi asingeweza kuvifanya. Na bwana, mambo ndo kama hivyo ambavyo unavyozidi kuona, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kupamba moto. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, kwani ukifanya hivyo utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya wewe kuweza kuenjoy na kufurahi pia.